Wow, ni usiku mwingine, usiku ambao ni usiku wa baraka. Tunamshukuru baba yetu Mungu kwa ajili ya kutujalia nafasi kama hii. Tuwepo mahali hapa usiku huu kwa ajili ya tupokee kutoka kwake. Haleluya. Wow. Na naamini tambo tuondoke hakuna mwenye atarudi venye aliingia. Tuko kwa Holy Land. Hakuna venye unaweza kuja kwa Holy Land alafu rudi hivyo, haiwezekani. Haleluya. Wow, kwa naamini kuna kitu Mungu anaendelea kutenda kwenye maisha yetu na tunapokea kwa jina la Yesu. Tunaendelea kupokea. So nichukue fursa hii nimshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake juu yangu na kwa ajili ya kuniaminia fursa kama hii kwa ajili ya kulisema neno lake na nashukuru kwamba ni nafasi ya kipekee na nashukuru pia mchungaji wetu kwa ajili ya kunipokeza fursa hii kwa ajili ya kuhudumia kanisa la Mungu. Nashukuru zaidi kwamba ni nafasi ya kipekee, sio ya kawaida, nafasi ya kipekee kabisa. Na washukuru wote watoto watiifu. Haujachagua kulala. Umechagua kuwepo katika kusanyiko la watakatifu na umedhamini kusanyiko la watakatifu. Asema kwamba Kristo amekubariki sana. Amen. So tuingie katika fundisho. Naamini Mungu anatusaidia. So tuangalie mambo kadhaa kuhusu ushirika na Baba. Ushirika na Baba. Ushirika na Baba. So ushirika na Baba. Najua kwamba ni kulingana na vile ambavyo mambo iko au vile ambavyo elimu ya Mungu maybe kwa maeneo fulani au kwa madhehebu fulani ambavyo elimu ya Mungu imekosa kuelezewa au kuelezewa vile ambavyo ilivyo au kwa kweli, unapata kwamba ni kilio cha Wakristo wengi sana. Ni kilio cha Wakristo wengi sana kuwa wawe na ushirika na Baba. Hilo ndilo ukifuatilia utalipata lipo. Na kwa sababu ya upotovu au kutokuelezewa kwa elimu ya Mungu kamilifu au kama vile ilivyo. So unapata ni kilio cha Wakristo wengi kuwa wawe na ushirika na Baba. Na ukweli ni kwamba hakuna asiyetaka kuwa na huo ushirika na Baba. Hakuna kabisa. Kila mtu ametaka, kila Mkristo ametaka na kupenda kuwa na ushirika na Baba. Huyo Baba mwenye uwezo wote na mamlaka yote.
huyo Baba mtakatifu. Kila mtu naona kwamba kila mtu anapenda na anataka kabisa awe na ushirika na Baba. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia mambo kadhaa tukaona vile ambavyo ushirika ulivyo, au tunapataje ushirika. So but sasa unapata kadri ambavyo watu wametaka na kupenda sana kuwa na ushirika na Baba, unapata so changamoto sio kutaka au kupenda kuwa na ule ushirika. Ndio wanataka na wanapenda kabisa kuwa na ushirika na Baba, but changamoto inatokea kuwa kwa wengi imeonekana kuwa ni vigumu. Kwa Wakristo wengi imeonekana kuwa ni vigumu kuwa na ushirika na Baba. Imeonekana ni kama ni kitu ambacho ni akiwezekani, yani ni kitu ambacho ni kigumu sana kuwa na ushirika na Baba. Maana mara ujitahidi, wengi ujitahidi kuwa katika ushirika na Baba. Yani wengi ujaribu sana na kujitahidi kabisa. Yani vyovyote vile venye inawezekana, unajitahidi kwamba wawe na ushirika na Baba. But sasa changamoto ni kuwa kidogo inakaa ni kama jitihada zao zinaambulia patupu, au ni kama jitihada zao azifanikishe malengo yao, au azifanikishe kile ambacho ni tamanio lao, kwa sababu wanajitahidi, lakini haipiti muda ujiona wapo tena katika ushirika na Baba, kwa sababu sababu kubwa au chenye kinachangia ni ikiwa kama mtu amefeli. Ikiwa kama mtu amefeli, sababu kubwa ni kuwa kama mtu amefeli kuishi mwenendo katika kiwango kinachodhaniwa. Yani kama mtu amefeli katika mwenendo, punde tu ule mtu ana akifeli katika mwenendo unaodhaniwa, au kama vile inavyodhaniwa na kuhitajika kulingana na kufahamu kwao au kuelewa kwao, unapata mtu akijipata punde tu amefeli katika mwenendo wake, au katika mwenendo au viwango vile ambavyo vinadhaniwa ya kwamba ukifikia viwango hivi ndio unakuwa katika ushirika mzuri na Baba. Huyo mtu akipata amefeli, punde tu inakuwa huyo mtu anaanza kujiona kuwa amepungukiwa, au hayuko tena katika ushirika na Baba, kwa sababu amejitazama katika mwenendo wake, ameangalia na kutazama mwenendo wake. Hivyo ile siku ambayo anajipata amefeli, au ule muda ambao anajipata amefeli, unapata huyo mtu ameingia kwenye mashaka, ameingia kwenye kushuku. Ni kweli Baba bando ushirika wake uko pamoja nami, ni kweli niko katika nafasi ya kuwa na ushirika na Mungu. Unapata mtu ameingia kwenye mashaka, kwa sababu mtu anafikiri au wanafikiri kuwa ukitembea vizuri au akitembea vizuri basi ndiye anakuwa katika nafasi ya kuwa na ushirika na Baba au na Mungu. Na kama hujatembea vizuri, basi anaona amepoteza. Huu ndio mtazamo wa Wakristo wengi, kwa sababu
wamejiangalia na kujiona katika mwenendo wao. Hiyo ndio wametazama, ili kwamba wafike mahali pa kusema ni hakika kweli, niko kwenye ushirika mzuri na Mungu. Anatazama mwenendo wake. Na pale ambapo ukifeli, hapo ndio kuna changamoto. Na huyo mtu anabaki kwenye mashaka, anabaki katika kujishuku na kujiona kwamba hayupo tena katika ushirika, ni kama Mungu ameondoka na kumwachilia. Yaani hayupo tena katika ule ushirika na Mungu. Lakini ni vizuri tukaangalia mambo haya, tuone ikiwa ni kweli au inaendaje. Cause wakati mwingine au mara mingi katika maisha mambo mengi hutokea na hutokea sawa katika mwenendo wa Mkristo. Na unapata wakati mambo kama yale yametokea, unapata wengi wanakata tamaa, cause mambo mengi hutokea katika mwenendo wa Mkristo, na unapata wengi wanafika kiasi cha kukata tamaa na kuona ni kama kabisa hawezi, ni kama hayuko katika ushirika na Mungu. Anakata tamaa na yani anaona like hayuko in a position ya kukua katika ushirika na Mungu. Na so naamini ya kwamba pale ambapo elimu ya Mungu inaelezewa na kufundishwa kwa usahihi, at least mambo kama haya at least wana wa Mungu watatoka kwenye mahangaiko na kwenye mashaka, na wao watatoka katika hali ya kushuku karakta ya Mungu na kukaa katika hayo mashaka yote na kumtazama Mungu kama alivyo, kumtazama Mungu katika asili yake na katika tabia yake. Naamini elimu ya Mungu ikifundishwa vizuri, mambo kama yale yatasaidia pakubwa. Wana wa Mungu watamwabudu Mungu katika uhuru, yani watamwabudu Mungu katika uhuru wote. Hawatabakia katika yale mashaka na kule kumuona Mungu ni kana kwamba anahitaji afanye vizuri ndio awe in a position ya Mungu kumkubali. So unapata mambo kama yale au issues kama hizo zinachangia au sababisha hali ya mahangaiko kwenye mioyo ya watu, na kuona kuwa wamepungukiwa na uwepo wa Mungu, wamepungukiwa na uwepo wa Mungu, wamepungukiwa na nguvu za Mungu. Yani mambo kama yale yakitendeka, unapata mtu hawezi tena kumwabudu Mungu katika ujasiri. Ana tena ule ujasiri haupo wa kumwabudu Mungu sawa sawa. Kwa sababu anaona ni kama kunaye Mungu mwenye hawezi kumsikiliza wakati ambapo hayupo sawa. Lakini tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anatupenda. Upendo wake ni unadumu, yani upendo wake sio wa kukuja saa hii na kuenda saa zingine. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatupenda. Yani anatupenda siku zote, katika nyakati zote na katika hali zote. Mungu wetu anatupenda.
na upendo wake upunguzwi na chochote juu ya maisha yetu, au upunguzwi na chochote juu ya maisha yetu. Anabaki ametupenda. So unapata hayo yote ni matokeo ya kukosa ufahamu sahihi. Mambo hayo yote ni matokeo ya kukosa ufahamu sahihi juu ya uhalisia wa ushirika wetu pamoja na Baba. Bwana, mambo hayo yote yanatokea, ni matokeo ya kukosa ufahamu sahihi juu ya uhalisia wa ushirika wetu pamoja na Baba. Ndio imechangiwa. Lakini pale ambapo neno la Mungu linafundishwa katika usahihi, linawekwa wazi na kuelezewa kama inavyopasa, unapata wengi wanapona, watoto wa Mungu wanapona na wanabaki katika nafasi ya kumwabudu Mungu katika uhuru wote. Haleluya. Oyo, acha tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 1. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 kuanzia 1 mpaka mstari wa 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 kuanzia mstari wa kwanza. Sema lile lilokuwako tangu mwanzo, tulilosikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilotazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Mstari wa 2, na uzima huo ulidhihirika nasi. Yasema na uzima huo ulidhihirika nasi tumeona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirishwa kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na Mwana. Ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo mstari wa 3 anasema hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Kuna hilo neno ushirika. Ushirika ambalo linamaanisha partnership. Partnership au utambulisho mmoja. Utambulisho mmoja. Kwa hiyo maandiko yanaweka wazi kwamba tuna utambulisho mmoja na Baba. Maandiko yanaweka wazi kwamba tuna utambulisho mmoja na Baba. Mwana wake Yesu Kristo, tuna utambulisho mmoja. Utambulisho mmoja. Kwa hiyo Yohana anaeleza kuwa sababu inayomfanya ahubiri au ndugu ni ili waje katika huo ushirika. Yohana anaonyesha kwamba sababu ya inayomfanya ahubiri au ndugu ni ili waje katika ushirika. Ni ili waje katika ushirika huo. Waje katika ushirika huo. Maana yake au kwa sababu ushirika ni matokeo ya kupokea au kuamini kilichohubiriwa. Ushirika ni matokeo ya kupokea au kuamini kilichohubiriwa. Yaani mtu akiamini kuhusu uzima. Uzima.
au mtu akiamini kuhusu uzima ambao tumeona Yohana anazungumzia hapo. Tunajua uzima uko ndani ya Kristo. Uzima uko katika Kristo. So mtu akiamini katika uzima anaingia katika ushirika na Baba na anakuwa na utambulisho mmoja na Baba. Anakuwa na utambulisho mmoja na Baba pamoja na mwanawe. Naingia katika utambulisho mmoja. Kwa hiyo matokeo ya kuwa katika ushirika ni kwa sababu mtu ameamini. Aliamini. Tunajua kwamba punde unapoamini unapokea roho wa Mungu ndani yako. Unapokea roho wa Mungu ndani yako ambaye ni unakuwa na utambulisho mmoja. Unakuwa na utambulisho mmoja na Baba. Kwa hiyo kinachokufanya ukue katika utambulisho ni yule roho wa Mungu ndani yako. Ni roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yako au aliye ndani yako. Umeingia katika utambulisho mmoja. Unatambulikana kivingine. Kwa sababu umepokea roho wa Mungu ndani yako. Una utambulisho wako unakuwa ni pamoja na Mungu. Kwa sababu una roho wake ndani yako. Na huo ni utambulisho ambao unabaki. Unadumu, ni wa milele. Hauondoki hivi karibuni wala milele. Haleluya. Tuangalie Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 1:9. Wa kwanza 1:9. Anasema Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Mungu ni mwaminifu ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo. Unaona kwamba Mungu anasema kwamba mliitwa. Mliitwa. Kwa hiyo ni matokeo ya mwito au ya kuitwa. Mliitwa. Kwa hiyo Mungu ndiye alituita. Mungu ndiye alituita. Yeye ndiye alituita. Yeye ndiye alituita. Sio sisi ni vizuri kuangalia mambo kama haya kwamba Mungu ndiye alituita, na ikiwa Mungu ndiye alituita, alituita tukiwa bado katika madhaifu yetu, katika kukosea kwetu. Yeye ndiye alituita ili tuingie katika ushirika wa mwanawe. So yeye ndiye alituita, ni mwito wake au ni matokeo ya mwito wake. Sisi kupatikana katika ule ushirika ni matokeo ya mwito wake. So wakati sielewi wakati ambapo Mungu ndiye alituita, wakati tulikuwa bado tu katika madhaifu yetu, katika kupungukiwa kwetu, yeye akaona ni vema, yani akachagua kutuita kutuita katika ushirika wa mwanawe. Alafu wengine wakishaitwa, ukishafika unaanza kutafuta mbinu zako mbadala, yani mbinu zako za kujitunza pale, kabisa inakuwa I make sense, kwa sababu ikiwa Mungu ndiye alituita ili tuingie katika ushirika huo, alafu ukishafika unaanza kutafuta mbinu zako,
Unaanza kutafuta mbinu za kujitunza pale na yani za kukaa pale. Haya sio hivyo. Yani vitu vingine kama hivi tukiangalia at least kwa makini at least kuna mambo yenye unaweza ukaepuka au pale ambapo mtu amejitahidi kweli. Jitahidi kuzuri but sio kwa kazi ya mwenyewe. Jitahidi kwa kazi yako. Kuna ule wajibu wako umepewa, jitahidi katika huo. Usijitahidi katika kazi ya mwingine. Ile ambayo mwingine alishafanya akamaliza na akaifanya kikamilifu kabisa. Wewe unakuja kutafuta mbinu za kuwa salama pale. Wewe ambaye haifai kuwa hivyo. Yeye ndiye alituita. Kwa hiyo sisi kwa katika ushirika ni matokeo ya mwito. Matokeo ya mwito. Kwa hiyo ushirika wa mwanawe maana yake kuna utambulisho na Mungu. Ushirika wa mwanawe maana yake kuna utambulisho na mwana. Yeah. Kama hiyo niliandika venye nafaa. So kuna neno Baba kule kwenye tulitokea kwa waraka wa kwanza wa Yohana. Kuna neno Baba. Kuna neno Baba. I think mstari wa pili kuna neno Baba. Kuna neno Baba. I think tumeliona. Kuna neno Baba. Kwa hiyo neno Baba limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kigiriki Abba. Ambalo linamaanisha chanzo. Chanzo. Neno Baba limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kigiriki Abba, ambalo linamaanisha chanzo ambapo mtu anatokea. Chanzo ambapo mtu anatokea. Na ambapo mtu anatokea chanzo. Kwa hiyo hiyo ndicho kiini cha Ukristo. Hicho chanzo. Hicho ndicho kiini cha Ukristo. Chanzo. Hicho chanzo ambacho ni Baba. Hiyo kiini cha Ukristo. Kwa hiyo muamini anatokana na Mungu. Na muamini anatokana na Mungu, na chanzo chetu ni katika Mungu, ni katika yeye. Muamini anatokana na Mungu. Chanzo chetu ni katika yeye. Na kwa kusudi hilo anaitwa Baba yetu. Kwa kusudi hilo anaitwa Baba yetu. Kuonyesha kuwa tumetokana na yeye. Yeye ndiye chanzo chetu. Muamini anatokana na Mungu, na chanzo chetu ni katika yeye. Kwa kusudi hilo anaitwa Baba yetu.
anaitwa baba yetu. Kwa hiyo hilo neno baba inamaanisha kwamba kuna uwana ndani ya muamini. Kuna uwana ndani ya muamini. Kwa sababu muamini anatokana na nani? Anatokana na baba. Anatokana na baba. Kwa hiyo hilo neno baba linamaanisha kwamba kuna uwana ndani ya muamini. Kwa sababu muamini chanzo chake ni nani? Ni Mungu. Haleluya. Hivyo sasa tunamrejea Mungu kama baba yetu. Tunamrejea Mungu kama baba yetu. Na hii inaweka wazi uhusiano tulio nao na yeye katika Kristo. Hivyo basi